kila Mtanzania anayenisikiliza afahamu kwamba shilingi 500 yake anataka kudharau kuitoa ina maana kubwa sana. Mimi nilikuwa napitia database, nimeona watu wametoa 500, 1000, 2000, 3000, 10000, 300,000, 200,000, 400,000, 500,000. Kila anayetoa shilingi moja anapata thamani kubwa sana. Ni kwa sababu tu ya gharama kubwa na namna ambavyo ya kutengeza mfumo wetu wa mzuri, lakini huko tunakokwenda tunafikiri tunaweza tukawa na utaratibu kama wa Republican ama Democrat ama kama Liberal Canada kule, ambapo kila anayechangia atakuwa anapata fursa ya kushukuriwa na viongozi wakuu wa chama kabisa. Na tunaenda kwenye ile eneo hata ukichanga shilingi 500. Niwakumbushe tu wa Tanzania, mkiwa watu milioni 1 mkachanga shilingi 1000 ni bilioni 1 kwa mwezi. Mkiwa watu milioni 1 mkachanga shilingi 500 ni milioni 500 kwa mwezi. Kwa chama hiki kinaweza kikaendeshwa bila kutegemea ruzuku. Mnaweza mkawalipa makatibu wenu wa wilaya, mnaweza mkalipa makatibu huko chini, ngazi zote kuanzia kanda mpaka chini, ikiwa tu kama tutajenga utamaduni. Na neno na maana hii kuwa kila mara tunakuja kwenu ni kutengeneza culture ambayo nchi haikuwa nayo. Angalia chama kama Republican cha Trump. Trump ni bilionea na marafiki zake ni mabilionea kama wakina Elon Musk, lakini Trump alikuwa anachangiwa fedha ndogo ndogo, $1, $10, $15 kwa ajili ya kampeni. Mliona mshindani wake yule mama alikuwa anaomba pesa kwenye umma. Chama cha siasa survive yake ni lazima wafuasi wake na wanachama wake wajenge utamaduni kama utamaduni wa kupumua wa kuchangia chama chao, ili watu wengine waweze kufanya kazi kuanzia ngazi chini kabisa, kuweze kuwa na uweni ya kazi hizi. Ukisikia tunafanya operation ya chama ni mamilioni ya pesa inahitajika. Ukisema timu ya katibu mkuu iende kushoto, ya mwenyekiti iende kulia, ya wajumbe wa kamati kuu iende katikati, ni pesa nyingi sana. Na uzuri wa jambo hili ni nini? Uzuri wa jambo hili kama wanachama na wananchi na wafuasi, mpaka wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambao ninawashauri sana na wenyewe waendelee kuchangia chama hiki, kwa sababu hali yao na wenyewe ni mbaya sana. Kwa sababu uchaguzi wao hata walivyomaliza tujua wamemalizaje. Tumesikia tu Mama Samia ni mgombea urais, Nchimbi ni makamu wa rais, wanakuja kulalamika kwetu, wameshinda kulalamika kwenye vikao kule. Kwa na wenyewe tunaomba sana wachangie, kwa sababu demokrasia ya nje inapokuwa kubwa, maana yake nizamu vile vile itakwenda kwenye kila chama cha siasa. Sasa CCM na wenyewe wakitaka kuona kwamba wao wanakuwa salama ndani ya vyama vyao ama chama chochote cha siasa, maana yake ni lazima hakikishe kwamba demokrasia pana inaimarika. Kwa tunataka kila mwananchi anayejali nchi, kila mwananchi anayechukia ufisadi, kila mwananchi anayechukia masuala ya bandari, kila mwananchi anayechukia mifumo ya elimu, kila mwananchi anayechukia utaratibu wa masuala ya afya. Ukienda hospitalini unaambiwa nini? Kwa sababu 90% ya watu siku hizo wanakwenda hospitalini wanakuwa diagnosis wrong.